Kama una changamoto ya kisukari ama una madhara yanayotokana na kisukari, lishe hii ni muhimu sana kwa wewe mgonjwa wa kisukari. Lishe hii itakusaidia kucontrol kiwango cha sukari ambacho kinazidi kwenye damu, lakini itakusaidia kurecover kwenye ile hali yako ya mwanzo. Lishe hii inajumuisha matunda, inajumuisha vyakula, lakini inajumuisha na vinywaji ambavyo unapaswa kutumia. Kwenye upande wa vyakula, mgonjwa yeyote wa kisukari ama mgonjwa ambaye ana changamoto ya kisukari anatakiwa atumie nafaka ambayo haijakobolewa. Nafaka ambayo haijakobolewa inajumuisha unga wa dona ambao mtu anausaga bila kukoboa mahindi, lakini inajumuisha unga wa mtama ambao haujakobolewa, lakini pia inajumuisha unga wa ngano ambao haijakobolewa. Hii inamsaidia sana mgonjwa wa kisukari kupambana na kuzidi kwa sukari mwilini, kwa sababu vyakula hivi huwa vina roughage, ambazo hizi roughage ni nyuzi ndogo ndogo ambazo zinaenda kwenye damu na kusaidia ufyonzaji wa sukari iliyozidi kwenye damu. Lakini jambo la pili ni juu ya matunda. Huwa watu wengi wanadhani kwamba sukari ya matunda haiwezi kumwathiri mtu ambaye tayari ana tatizo la kisukari. Inaweza ikamwathiri kama atatumia matunda yenye kiwango kikubwa cha sukari, yani high glycemic index. Anapaswa kutumia matunda ambayo yana kiwango kidogo cha sukari. Matunda haya ni kama vile parachichi, tango, na aina nyingine ya matunda ambayo hayana sukari nyingi. Na matunda ambayo anatakiwa kuyatumia, anatakiwa atumie kwa kiasi kidogo. Aepuke kabisa kunywa juisi za matunda, kwa sababu unapokunywa juisi ya matunda unavunja zile nyuzi zinakuwa ndogo ndogo. Hivyo zinapelekea unakunywa juisi ya matunda haina roughage ambazo zitaenda kusaidia kufyonza ile sukari ambayo imezidi. Kwa hiyo ni bora kula matunda zaidi kuliko kunywa juisi ya matunda. Jambo jingine la msingi ni kunywa maji mengi. Mgonjwa yote wa kisukari na mshauri anywe maji mengi, kwa sababu maji huwa yanaenda kusaidia kutoa sukari iliyozidi mwilini kwa njia ya mkojo. So unapokunywa maji mengi inakwenda kusaidia kufanya metabolism na kupunguza kile kiwango cha sukari kwenye damu na mwili wako kukaa sawa. So zingatia mambo matatu ya msingi: chakula, matunda pamoja na maji ya kutosha. Lakini jambo ambalo la msingi usisahau vyakula ambavyo vina fatty omega 3. Fatty omega 3 inapatikana kwenye samaki, inapatikana kwenye samaki na kwenye baadhi ya vitu vingine. Lakini pia ni vizuri ukipata vyakula ama ukipata vitu ambavyo vina madini ya chromium, ambao madini ya chromium huwa yanasaidia sana kwenye kwenda kuboresha mfumo wa kongosho na kuenhance kongosho yako kuzalisha insulini ya kutosha. So karibu sana, tuendelee kujifunza. Karibu kwenye peji yetu ambayo inaitwa Afya Yetu Sote.